Duniani tunaweza tukamuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka za Saidina Ali dunia nzima na tukanusurika. Muache mtume mbali. Watu hawa wema ndio wenye siri za dunia na za Mungu. Wao washamfikia Mungu. Tujikurubishe kwa hawa mabwana, kwa watu wema wa Mwenyezi Mungu. Mambo yetu yatasahilika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV. Karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja tena kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wale madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnayahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Maalim. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio. Vipi maendeleo? Alhamdulillah rabbil alamin. Tuko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri. Hatimaye ni kwa mara nyingine tena. Kwa mara nyingine baada ya muda mrefu sana. Ni kweli kabisa. Hakika watazamaji wa Jawabu TV wamekumisi sana. Alhamdulillah. Kila muda, kila wakati. Naam. Huwa anaulizia. Ndio. Januari vipi? Madarasa mbona kimya? Huyu bwana yupo kweli Tanzania? Au ameenda nchi jirani huko? Kuna mambo kidogo ameenda kushughulikia. Ndio. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeonana. Ndio. Na bila shaka kila mtazamaji ambaye anatazama hapa kupitia Jawabu TV, Naam, basi kwake ni faraja kubwa sana. Alhamdulillah. Bila kupoteza muda, Ndio, naomba nikukaribishe sana. Nashukuru sana. Kwanza uzungumze kidogo na wanajawabu. Naam. Lakini pia tuambie katika siku ya leo umetuandalia darasa gani? Karibu sana mwalimu. Asante sana, nashukuru Januari. Naam. Kwanza Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Amin. Akulipe kheri na baraka. Amin. Na wahurumie wazee wako wawili. Amin. Na akujalie ukae katika haki yake. Amin. Dunia na akhera. Amin. Lakini dua ya mwisho, Mungu akujalie kizazi chema. Amin. Chenye kumpenda na kumtambua Allah. Amin. Ndugu zangu, nipende kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyid sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika yeye ndiye ukombozi wetu. Na kila anayetaka kukomboka basi sharti amfuate mkombozi ambaye ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa rehma na amani nyingi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu atunufaishe sana. Amen. Na atujalie tupate rehma zake. Amen. Mwenyezi Mungu atunusuru na mabalaa ya dunia na ya akhera kwa baraka zake mtume wetu. Amen. Mwenyezi Mungu atusalimishe. Amen. Tusalimike. Amen. Tena tusalimike katika vingi. Dunia ina mengi hii. Dunia ina kila aina ya mambo. Kuna mambo yapo hata hujawahi kuyafikiria mabaya. Lakini yako yanafanyika katika ulimwengu wetu wa leo. Kwa dunia ina vingi. Sasa tuna kila sababu ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunusuru, atusalimishe. Mwenyezi Mungu atunusuru na atusalimishe kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Naam Januari, mimi pia niseme nashukuru Mungu, leo tena ametujalia tumeweza kukutana tena kwa mara nyingine. Ni jambo kubwa la kheri na la furaha. Hakika umekuwa ni muda mwingi, muda mrefu hatujaweza kukutana na kuweza kufanya madarasa majambo kama haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mengi yamepita katikati. Vitu vingi vimepita katikati. Lakini yote ni mapenzi na makadiri ya Mwenyezi Mungu. Lakini jambo kubwa ni kwamba tumerudi tena. Na watu wetu wakae mkao wa kula. Wakae mkao wa tayari. Okay. Wakae mkao huo. Lakini na furaha kubwa sana. Naam. Kuweza kupata fursa hii tena kwa mara nyingine ya kuonana na wanajawabu. Najua sasa naenda kuonana nao inshallah. Mimi nitafurahi sana. Zaidi ya wale watakavyofurahi. Sababu
Nasema elimu kama uchawi. Unajua mchawi akikaa na uchawi asiporoga uchawi unamdhuru. Okay. Na mtu ukiwa na elimu usipokaa nayo ile elimu inakupa taabu. Sasa salama yako usomeshe. Basi ile kile kitendo cha kufanya vile ndio unapata salama. Okay. Kwa pia nina kiu kubwa sana na wao. Uzuri mmoja ni kwamba jambo kubwa ambalo tunatakiwa tuwe nalo vifuani mwetu ni kukubali makadiri ya Mwenyezi Mungu. Unajua ukikubali kadari umejirahisishia maisha ya dunia. Okay. Yani ukishakuwa ni mtu kukubali kile kinachokufika kwamba kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, utaishi kwa raha sana hapa duniani. Hutopata tabu. Hutohangaika kwa sababu hakuna linalokuwa ila Mungu ametaka liwe. Mbona nimenyosha kidole? Mungu ametaka ninyoshe hivi. Okay. Si amri yangu. Sasa mtu kishalijua hilo upati tabu. Kwamba kumbe tunaishi katika misingi ambayo Mungu ameiweka. Mwenyezi Mungu ndo amepanga kila kinachotokea. Na hivi tulivyokaa Mungu amepanga tukae hivi. Hili lilikuwa haliwezi kuepukika. Hata huyu anatazama. Mungu amepanga tutazame. Atazame muda huu. Kwa mtu ambaye atalijua hilo hawezi kupata tabu na dhiki katika haya maisha yetu ya kidunia. Kwa jambo kubwa ambalo watu wetu natamani sana wawe nalo ni hilo. Mtu ukishakuwa na hilo umefaulu. Hata katika riziki. Ukishakuwa ni mkubaliji kadari upati tabu. Okay. Mtu na hasadi zinaanzia hapo. Mtu asiyekubali kadari ndio anaingia katika hasadi. Sumona umevaa vizuri umependeza Januari. Yaani mimi nisipokubali kwamba Mungu ndo kamkadiria Januari avae kofia ile nzuri, Mungu ndo kapenda Januari avae vile. Nisipoikubali hiyo kadari nitaingiwa na choyo. Kwa nini nisivae mimi? Sawa. Kwa nini Januari awe vile alivyokuwa? Kwa nini apendeze vile? Kwa nini nisingependeza mimi? Yule ana nini mpaka apendeze vile? Okay. Nitaanza sasa kuingiwa na husda. Nitaanza kukuhusudu. Nikiamini kwamba naweza nikahamisha kofia yako ikaja kwangu. Nikiamini kwamba ile nuru uliyokuwa nayo naweza nikaipata. Ndo hapo sasa mambo yanapoanza hapo. Ndo mtu atamtupia mtu kitu, mtu atataka bwana nige nyota yake yule. Kwa sababu yote hakukubali kadari. Ukimuona mtu yupo alipo, ni Mungu kamweka hapo alipo. Okay. Si kwa ujanja wake, si kwa elimu yake, wala kwa utashi wake. Ni mapenzi ya Mungu. Kokote na chochote kile. Na hivyo ulivyokuwa Mungu ametaka uwe. Hakuna kubadilisha hilo. Na ikitokea likabadilika Mungu alitaka libadilike. Ishi kwa starehe. Wala usipanic. Okay. Usipate tabu ya kuhangaika, ukapata tabu hiki na kile, hapana. Sisi binadamu tupo kutekeleza mipango ya Mwenyezi Mungu aliyoipanga. Hatuna namna nyingine. Sawa, sasa tusiruhusu sheitani akatuchezea. Kwa hivyo tukilitambua hilo tutakaa vizuri, tutaishi salama. Lengo langu la kulisema hili neno fupi la kadari ni kwamba inatokea muda mwingi sana huwa tunakaa kimya. Hiyo ni kadari Mwenyezi Mungu ametukadiria hivyo. Kwa pamoja na kwamba tunatambua na tunafahamu watu waliotudia nafasi kwa namna moja ama nyingine hii itawapa tabu kama vile inavyotupa sisi tabu, lakini inatubidi tuikubali kadari na tuombeane dua, tuombeane sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aturidhie, Mwenyezi Mungu atufanyie pesi na kadhalika. Na kama basi kuna kadari ya shari, dua zile huwa zinaondosha zile kadari ya shari.
Kwa hiyo tukiombeana Mungu, basi kama kuna lolote la shari, basi Mwenyezi Mungu ataliondosha. Yatakuja ya khairi. Naam. Aiwa. Sasa baada ya kusema hayo, sema leo Mwenyezi Mungu kama hivi ametujalia tuko hapa kama ilivyokuwa ada yetu. Tukikutana basi lengo kubwa la kukutana ni kuelimishana mambo mengi mbalimbali. Tumesema mengi sana kwa kipindi kirefu. Takriban mwaka na sasa hivi tumekuwa tukiyasema mambo tofauti na walillahi alhamda, Mwenyezi Mungu anayajalia kwa namna anavyoyajalia kwa watu wake. Si kwa ujanja wetu ama kwa uwezo wetu. Mtu anapopata kitu asifikirie kwamba ni nguvu ya yule aliyempa. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa No. Mwenyezi Mungu anasema akitaka kitu kisikue, hata watu wakusanyike dunia nzima wakifanye kile kitu hakitokuwa. Na akitaka kitu kiwe, hata kama watu wakusanyike dunia nzima, sawa, kukizuia kitakuwa. Ametaka kiwe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama amejalia aliyoyajalia kwa watu wetu, ama kwa watu ambao wameyafanyia kazi mambo ambayo tumewahi kuyasema, basi yamekuwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuzidi kumshukuru Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Na tuendelee kuifanyia kazi mambo mengi na mambo ya khairi, sababu yana manufaa makubwa sana kwetu. Mambo haya ya khairi yana vitu vingi sana, na ilivyo kawaida mambo ya khairi huwa lazima yawe na vikwazo. Hakuna jambo la khairi likaenda straight limenyoka. Lazima vipite vitu kidogo kulikwamisha jambo la khairi. Ukitizama katika tarehe ya Uislamu na tarehe ya mambo ya Mungu ya yale ya kweli, lazima utakuta kuna vikwazo viliingia katikati, mambo yakaingia hivi na kadhalika. Ule ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mambo ya khairi yana vitu vingi sana ambayo yako hivyo. Kuna vitu yani havizuiliki katika hivi vitu tunavyovifanya sisi. Katika vitu tunavyovifanya sisi, mikwamo ni mingi inayosababishwa na watu na kadhalika kuyapinga haya. Kuna watu wako ambao wao kazi yao ni kuyapinga mambo ya khairi. Sababu shaitani lain mtandao wake ni mpana sana. Unaweza ukawa katika system yake na usijijue. Mwenyezi Mungu atunusuru na huyu bwana Ibilisi. Amen. Kuna watu wapo katika mtandao wake na hawajijui, wanajiona wapo katika haki. Kwa vikwazo vipo. Mambo mengi anatuli kwamba sisi tutekeleze amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia. Kile ambacho mtu atakiona kinafaa akifanye, kile ambacho mtu hatokiona kinafaa akiwache. Sawa hilo ndio jambo kubwa. Kwa hivyo madarasa yetu tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ayajalie yawe ni yenye manufaa kwa watu. Yasiwe ni bure. Tumwombe Mwenyezi Mungu ayajalie yawe ni yenye manufaa kwa watu, na yasiwe ni madarasa ya bure. Na hilo ndio lengo letu kubwa. Ikiwa kama tutasema alafu yale tutakayoyasema hayatozaa matunda, hakuna sababu ya kusema. Hakuna maana ya kusema. Na kama hivi mpaka tena tunaendelea kusema kwa sababu tunaona natija ya kile tunachokisema. Watu alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anajalia wanapata mwangaza. Kuna watu walipokuwa huko, lakini Mwenyezi Mungu akawajalia wakavutika mpaka walipo sasa hivi. Kwa haya madarasa, kwa huu udhaifu wetu. Sawa lakini Mwenyezi Mungu nao tukawaenga huenda sasa hivi wakawa wamekaa pazuri kwa rehema yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jambo kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kila kitu. Na
Pia vile vile Mtume anasema man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Asiyashukuru watu hawezi kumshukuru Mungu. Okay. Kwa hata wanajawabu waliotujia nafasi lazima tuwashukuru. Kuna watu wanayapambania haya masomo yafike mbali sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Amen. Na kila ambaye amekubali kutenga muda wake kwetu kwa ajili yetu na kwa ajili ya mambo mengine ya kheri, Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri. Lakini pia na wewe bwana. Naam. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Amen. Na kuona unaikimbilia kheri, lakini pia Mungu akujalie macho ya kuona wapi pa kwenda. Amen. Uende kwenye kheri. Amen. Wakati mwinginewe watu huwa tunazikimbilia kheri sasa kwa kutokujua kwamba twende wapi, tutakimbilia mabalaa tukidhani ni kheri. Okay. Sasa ni muhimu sana kumwomba Mwenyezi Mungu atuongoze. Amen. Na Mwenyezi Mungu atatuongoza inshallah. Inshallah. Sasa tusipoteze muda. Mimi kwa kuwa nimewamisi sana wanajawabu, sasa nina mengi yamejaa hapa. Naona sitosheki. Unatamani niseme sana. Okay. Sasa nikisema sana nitaharibu kwa sababu nina furaha. Na nina kiu na shauku. Niweke akiba na ya kesho. Okay. Leo liko jambo ambalo pia nimeliandaa. Kwa ajili ya watazamaji wetu ambao tuko nao na watu ambao watakaojaliwa kujifunza. Liko hili jambo muhimu sana. Kwa macho yote ni muhimu. Jambo hili ni fupi sana. Wanadamu sisi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia katika makundi tofauti tofauti. Kama vidole hivi unavyoviona. Kuna hiki kidogo, kuna hiki mpaka hiki. Sawa sawa? Ndio hivyo tulivyo. Mwenyezi Mungu anasema nimewafadhilisha baadhi yenu. Laqad faddalna ba'dukum ala ba'd. Sawa? Kwa hakika nimewafadhilisha baadhi yenu zidi ya wengine. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewafadhilisha. Kuwafadhilisha huku kuna maana kubwa sana. Mfano, kuna watu wanaitwa mitume. Ambao wao wametumwa kwetu. Wale Mungu kawafadhilisha. Wamekuja kutuletea neno la Mwenyezi Mungu. Wamekuja kutufanya tukamjua Mungu. Hakuna mtu aliyemjua Mungu, sawa, bila ya mtume. Mtume ndiye mtu aliyekuja kuambia watu kuhusu Mungu. Mitume wote walikuja kwa ajili hiyo. Kuwaeleza watu Mungu nini anataka, Mungu nini, Mungu ni nani, Mungu anasema nini, na sisi tukamjua Mungu kupitia mitume. Sasa wale ni watu bora. Sawa Lakini wale mitume huwa wanakuwa na watu wanaoambatana nao. Wale wanaitwa maswahaba. Wale maswahaba. Lakini pia vile vile wako waja wengine wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao Mungu amewajalia mambo mengi sana. Sawa? Watu hawa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kumfikia Mungu, ambacho sisi hatuwezi kumfikia Mungu kwa kiasi chao. Tutumie nguvu kubwa sana. Tunaweza tukakurubia kidogo, lakini huenda tusiwafikie wao kwa namna yoyote ile. Kaumu zilizopita ni bora kuliko hizi za sasa. Hilo lazima tulikubali na tulifahamu. Hauwezi ukafananisha kipindi cha maswahaba, Mwenyezi Mungu awawie radhi, na kipindi chetu sisi. Wale kipindi chao kilikuwa ni bora kuliko kipindi hiki ambacho sisi tuko nacho. Sawa? Umma ule ulikuwa ni umma mtukufu. Sasa yako makundi tofauti tofauti ya waja wa Mwenyezi Mungu ambao Mungu amewafadhilisha. Wako watu waitwa mawali wa Mungu. Wako watu wanaitwa atqiya. Wako watu waitwa asfiya.
Sawa? Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia, wengine kwa jitihada zao, kwa namna ambavyo walimkimbilia Mwenyezi Mungu kwa ukubwa, wakafanikiwa kufika kwa Mwenyezi Mungu. Sawa sawa? Sasa hawa sisi kwa upande wetu tunatakiwa tuwatumie kumfikia Mwenyezi Mungu. Ndiyo ngazi sahihi ya kumfikia Mungu kwa haraka. Kuna watu wamefanya mema makubwa. Sawa? Mema yale walioyafanya yakawaweka mno karibu na Mwenyezi Mungu kuliko sisi. Leo utawaokota mmoja mmoja na wako kwa siri sana, ambao wana mema mengi sana, mema ambayo yamewaweka karibu na Mwenyezi Mungu. Ni wachache. Sawa? Hawa watu wao ndio ngazi ya sisi kupanda kumfikia nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo tunapata shida sana kwa sababu sisi hatuko karibu na Mwenyezi Mungu, japokuwa Mungu yupo karibu na sisi. Lakini sisi hatuko karibu na Mwenyezi Mungu. Mungu akitaka lake linatufikia, sisi la kwetu alimfikii. Sababu sisi tuko mbali naye, lakini yeye yupo karibu na sisi. Sasa hawa wao wapo karibu na Mungu na Mungu yupo karibu nao. Kwa maana wao walivyo wakilitaka lao kwa Mungu huwa, na Mungu akilitaka lake kwa wale linakuwa. Ndiyo watu na ndiyo njia sahihi ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Nimeamua kulisema hili kwa sababu tukichelea na muda tunahangaika sana katika vitu vingi. Watu tunafanya mengi, lakini yale tunayoyafanya hayawi kwa sababu hatuna vitu ambavyo vitakavyotufanya Mwenyezi Mungu atusikie kwa haraka. Ni uwaga nasemaga, Qur'ani ni hii ambayo imesomwa na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawaletea maajabu mengi, makarama mengi, vitu vingi, lakini tukisoma sisi hatunufaiki nayo, haituletei chochote. Yenye shida Qur'ani au wewe Januari? Sisi hao. Qur'ani ni ile ile, lakini watu si wale wale, watu tofauti tena. Okay. Umeelewa? Watu si wale wale, watu ni wengine. Sisi tumekuwa ni wengine tofauti na wale. Kwa Qur'ani kwa tumekuwa haina natija yoyote. Tutaisoma Qur'ani wimbo. Na ilivyo, ili uione siri ya Qur'ani lazima uwe na yakini ya kweli ya Mungu na uwe na imani na kile unachokisoma. Utaiona siri ya Qur'ani. Madarasa ya nyuma nimesha kusema huko. Qur'ani si kama hivi tunavyoiona hivi hii. Lakini hatupati ile siri ya ndani ya Qur'ani kwa sababu ya sisi tulivyo. Sawa sisi tulivyo. Sisi tunatakiwa tujitengeneze. Tukitengenezeka tukatangamaa, tunaweza kunufaika na kila tunachokiona. Kuna vitu vya siri vikubwa unaweza kujua vifanye Januari, lakini visikuletee natija. Kwa nini? Kwa sababu ya wewe ulivyo. Nanielewa vizuri? Okay. Sasa mtu ukijitengeneza ukakaa katika njia inayotakiwa, inawezekana ukafanya kitu chochote na kikawa. Si waga tunasema kwamba hii kul a'udhu birabbin nas, watu wameitumia katika mambo mengi makubwa na wakafanikiwa. Lakini leo sisi tunasoma msafu mzima na mambo hayawi. Kweli uongo? Kweli. Vitu vingi tunavifanya. Ndio maana tunaiona sa Qur'ani haitoshi. Tunaanza kukimbilia mengine. Kumbe shida haipo katika Qur'ani, shida ipo kwetu sisi. Kwa sisi ndio tunaotakiwa kujitengeneza, tutengenezeke, tutangamae, tutaona siri hivi vitu. Tunasubiri nini? Kwani tunapungukiwa kitu gani?
Miaka 5 iliyopita nyuma ungeamua kukaa na ukajitengeneza, mpaka leo ungekuwa wapi? Lakini kwa njia hiyo uliyokuwa nayo miaka 5 iliyopita mpaka leo uko wapi? Umepata nini? Je, ungeitumia hiyo miaka 5 katika njia ya Mwenyezi Mungu, leo ungekuwa wapi? Ungeitumia miaka 5 kujitengeneza kwa ajili ya Mungu, leo ungekuwa wapi? Hata hawa ambao nataka tuwazungumzie, mabwana waliofika, si kwamba Mungu tu aliamua kuwapa. Walijipinda, walijibinya, wakaamua kuacha kila kitu, wakamwelekea Mwenyezi Mungu. Tukimsoma Sayyidina Khawth, Sheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz, aliketi khalwa miaka 25, yuko pangoni miaka 25. Mungu ndo anajua anachokula, lakini haonani na mtu, yuko peke yake polini, anafanya ibada tu. Nani leo anaweza kufanya hicho? Ngumu. Nani kakaa miezi 2 ndani? Nani? Sheikh Abdul Qadir kaenda pangoni, hana kiroba cha unga, hana kiroba cha mchele, hana birika la maji, kaenda na tasbihi na bakora, akala kule akanywa ndani ya miaka 25. Lakini leo kikawaida tu mtu akisema nataka nika itikafu, tanunua jiko la gesi zitabani kwa nyama, mambo mengi, maandalizi vitu vingi, maandalizi pale makubwa. Mtu sapo katika ibada, lakini akili yako yote kwa ngoja nifike saa 7 hapa nipike nile. Sasa hawa walikuwa ni watu wa kweli, watu wa dhati kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mtu kama huyu ambaye amekaa khalwa miaka 25, utamfananisha na mimi? Au utajifananisha naye wewe? Ambaye hukuwahi kukata siku 10 tu kwa ajili ya Mungu, ukajifungia ndani. Si umekaa ndani ukamwomba Mungu upate pesa au upate mtoto, ukamwabudu tu Mungu na kuabudu Mungu wangu na kupenda, nataka radhi zako. Hata Sayyidina Sheikh Muhyiddin alipoulizwa, wewe unafanya ibada ili upate nini? Ili uingie peponi? Aisha, mimi sifanyi ibada ili niingie peponi, wala sifanyi ibada ili niingie motoni. Mimi nafanya ibada ili nipate radhi za Mungu. Kama Mungu ataenda kunichoma atajua mwenyewe, kama atanipeleka peponi atajua yeye mwenyewe. Januari unafanya ibada kwa ajili ya nini? Sema ukweli. Na bakora hapa. Sema ukweli. Ili Mwenyezi Mungu aniepushe na moto. Unafanya ibada ili uingie peponi. Wewe angalia hata msikitini. Mwenyezi Mungu tujalie pepo. Amina. Amin. Hii Mungu kabisa. Amina. Peponi kule kuna marulaini. Subhanallah. Mbona tulipo hapo? Lakini hakuna mtu anayeshughulika na radhi za Mungu. Kwamba Mungu anafanya kwa ajili yako. Nani anayefanya hivyo? Sisi tunafanya ibada kwa ajili ya matatizo. Tunasema hatumpendi Mungu, tunajipenda wenyewe. Tunafanya ibada kwa ajili yetu wenyewe. Nipate vitu vizuri, lakini sifanyi ibada kwa ajili ya Mungu. Sasa wale wamejitengeneza, wakaacha kila kitu kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Maneno vizuri. Hawa tofauti na sisi. Sasa kwa kuwa sisi ni wadhaifu, na tena tushauona udhaifu wetu ulipo, kuna kitu Mwenyezi Mungu amekijalia kipo. Sawa? Kwamba kumfikia yeye kupitia wale watu wa Mwenyezi Mungu wema. Ili sasa sisi iwe ni rahisi kumfikia Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tumekuwa wadhaifu, wavingi, tuwatumie wale. Tupitie kwa wale. Tutafika kwa Mwenyezi Mungu kwa urahisi sana. Mno. Tutafika kwa Mwenyezi Mungu kwa urahisi sana. Kuna vitu vikisemwa havitopendeza, lakini na mengi ya kulisemea hili jambo.
ambayo yangekuwa ni njia rahisi ya watu kunielewa sana. Sawa? Sana. Lakini itoshe kusema tu kwamba sisi tunatakiwa tu watumie wale kumfikia Mwenyezi Mungu. Tutawatumia vipi? Kwanza kuwapenda waja wema wa Mwenyezi Mungu. Sawa Wale watu ambao Mungu anawapenda, sisi tuwapende. Wale tukiwapenda Mwenyezi Mungu atatupenda. Wale watu wema wa Mwenyezi Mungu wale, sisi tukiwapenda Mwenyezi Mungu na yeye atatupenda. Sawa? Okay. Na kwa kuwa wale wapo karibu na Mwenyezi Mungu, kwa yale mema yao walioyafanya, tuna uwezo tukayatumia yale kumuomba Mwenyezi Mungu atuhurumie, kama ambavyo wao walihurumiwa na Mwenyezi Mungu kwa yale mema yao. Na sisi tunaweza kunufaika na yale mema yao. Tunaye Saidina Ali karramallahu wajha. Tunapata shida gani wakati tunaye? Tunaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna shida gani wakati tunaye? Unapata dhiki ya nini una mtume wewe? Kichwa kama Mzee moja anakuja darasa anakuambia bone vile ulivyo kama fulani. Lakini ni maneno yale ya kukuhamasisha, ya kukufanya uamke, ya kukugea ibra. Tunaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu kikubwa cha kwanza ambacho mtu unatakiwa kuwa nacho ili unufaike na watu ambao wao wapo karibu zaidi na Mungu ni mapenzi. Umeelewa hapo? Hilo ndio jambo la kwanza. Hakuna uongo kwenye mapenzi ya kweli. Hakuna uongo kwenye mapenzi ya kweli. Hakuna. Tukiwapenda watatupenda. Hakika watatupenda. Lakini tukisema tuwatumie kwa maslahi yetu na hatuna mapenzi nao, pia hatuwezi tukanufaika nao. Unaweza ukawa na shekhe uko naye lakini haunufaiki naye kwa sababu uko kimaslahi. Ili nilisema wazi kwa sababu watu wanahangaika, tunahangaika. Na dhiki bado ziko pale pale. Lakini vitu tunavyo. Tunakosea wapi? Tunakosea hapa. Na mtu atakuangalia tu. Kuna watu wako vile ulivyo. Kwa sisi tunakosea hapo. Tunajipenda, hatuwapendi. Kuna mtu alisema hii kauli nimeipenda kwa naitumia. Tunajipenda, hatuwapendi. Kwamba mtu hata unaweza ukawa na mtu wa Mwenyezi Mungu lakini upo naye ili mambo yako ya kuendee sawa. Swali, Januari, yasipokuendea sawa utakuwa naye? Ni kwa ngumu hiyo. Upo kwa ajili ya Mungu, upo kwa ajili yako? Hiyo ni kwa ajili yako hiyo. Kweli unampenda, unajipenda? Hapo ni kujipenda. Utanufaika kweli? Uongo. Huo ukweli huo. Uongo huo. Uongo huo. Huo uongo. Huo uongo bana huo. Si ukweli huo. Lakini ukawa kilillahi khalis, ukawa na mapenzi ya dhati, hakika utanufaika. Utanufaika. Utapata siri. Mungu haongopi. Mungu asemi uongo. Allah haongopi. Waislamu tuinukeni tulipolala tuamke. Mungu tunaye, mtume tunaye. Tunakwamia wapi? Tunapofelisie ni wapi?
Qur'ani tunayo. Muislamu ni sultan, ni mfalme. Lakini ufalme wako uko wapi wewe Muislamu? Uko wapi ufalme wako? Wewe kweli Muislamu? Wale wenye Uislamu waliotuletea Uislamu tumewatupa kule. Ndio wakaja bid'atun dalala hiyo kufuru shirki haifai. Basi yale na si yanatuyumbisha kweli kweli, mtu unayumba maskini. Huu myumbo tunao uyumba nao, huu unaotuyumbisha huu, kwa kuacha yale ambayo tunatakiwa tuyafanye ya kweli, tunayumba yumba. Ile yaqeen hatuna. Sawa? Simamo kwamba nilipokamata hapa napashikilia. Hatuna. Mjambo alifai, umeacha. Okay. Ile inadhihirisha kwamba huna uhakika na Mungu na kile unachokifanya. Hauna uhakika nacho. Hauna uhakika nacho. Hauna yakini nacho. Watu waliopata vitu kwa watu wakubwa walivipata kwa mapenzi, kuwapenda. Tusirefushe. Kitu kifupi ninachotaka kukisema ni kwamba tuwapendeni watu wema. Watu wa Mungu wema tusiwachukulie kimzahamzaha. Pamoja ni mtu wa Mungu, lakini binadamu anaweza kuwa na madhaifu yake. Ile madhaifu yasikusahaulishi au yasifute ile nafasi yake na daraja yake. Yoyote yule ulimwenguni utakayemuona, mpende mtu wa Mungu na wapende watu wa Mwenyezi Mungu waliopita wema. Wapende. Atapenda kuwaombea dua mitume. Hivi leo kweli mtu aamue kuchora ile listi ya mitume wote wa Mungu, akakaa chini akamuomba Mwenyezi Mungu, hata ukawaombea dua, pamoja na kwamba wao hawaombewaji dua wale, lakini kwa kule kudhihirisha mapenzi yako kwao, ukawatajataja wale, wakakuingia moyoni. Ukweli ni kwamba Januari, hawa hawako mioyoni, wako hapa. Ndio maana tunamswalia mtume mara 50,000 lakini hatupati nafasi yoyote. Hivi kweli salatu ala nabi, mtu umswalie mtume mara 10, wewe kweli usipate nafasi? Hapana, si kweli. Lakini hatupati kwa sababu mtume tunamswalia hapa, tumswalie huku. Huku hayupo, mtume hayupo huku. Sio kaenda wapi, huku hayupo. Sale mtume kila siku baada ya 10,000 utapata hela, utakuwa tajiri wewe. Basi tutafuta sibi lako tena. Allahumma salli ala Muhammad ya sallam. 1000 hiyo. Allahumma salli. Tafuta 10,000 yako imefika, pup, unasubiri hela. Wapi? Umepaona hapo Sheikh Januari? Hii ni haki, tunaisema haki, ukweli, haki. Lazima tuseme ukweli. Muhimu kusema ili tuokoane. Tunaona ulimwengu unapokwenda. Na kama Mungu amekujalia macho ya kuona, ukiona ulichokiona kiseme. Kiwanusuru watu. Hata wakinusurika 10 umepata, na wale wamepata. Atakiona akifai,
uweze ukamkalifu, wewe hii inafaa fanya, mwache. Darasa ni zito, lakini kwa kuwa leo nina furaha kwa hiyo kwa kuwa leo nina furaha sana ya wana Jawabu, nalizungumza kwa furaha, lakini darasa zito sana. Tunao ndugu zangu watu wa kutubeba, watu wa kutuokoa, na migongo yao inataka kubeba, sio kwamba imejaa. Wapo, lakini hatutaki kubebwa. Sasa tubebeke, twendeni tukapande migongo yao. Okay. Hakika twendeni tukapande migongo yao. Jambo la kwanza, narudia tena, ni lile lile, kuwapenda. Tuanze kuwapenda mitume wa Mwenyezi Mungu, tujilazimishe kuwapenda. Na kwanza hauwezi ukampenda mtume wa Mungu kama Mungu mwenyewe humpendi. Wewe, mimi nimpende mwana wewe sikupendi? Na kwa ngumu. Sina mapenzi naye ya kweli. Mtu anayempenda mtume wa Mungu ampende Mungu, huyo hana mapenzi na yule mtume ya kweli. Kuna jambo muongo huyo. Kwanza tumpende Mwenyezi Mungu, alafu tukawapende mitume wake. Wallahi ni jambo kubwa na ni ibada kubwa sana tulioiacha. Nani leo anampenda Nabii Idrisa alayhi salam? Nani moyoni mwake akitajwa Nabii Nuhu anatikisika hivi? Nani leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitajwa mwili wake tena unavurugika? Nani mtume akitajwa anaingia katika, wengine ndio atakitajwa mtume hata ile kunyanyua mdomo kusema rehma na amani juu yake sallallahu alaihi wasallam hasemi. Tumefika sehemu tunamuita baba Fatuma. Mtume to baba Fatuma. Atafanikiwa kweli jamaa? Ngumu hiyo. Hatuwezi kufanikiwa. Hatuwezi. Tubadilike na tubadilishe hii njia. Sio tutakimbia mambo ya kheri sana, tutayacha. Mengi yatatupita na wallahi tutakufa vibudu. Tutakufa, hakuna kitu. Kile tunachokitafuta hatutokipata. Kipo, lakini hatukipati kwa sababu tumeacha njia ya kukipata. Tumeiacha. Leo watu wanaenda Maka, lakini wanayoenda nayo wanarudi nayo. Tukwambia mimi nimeenda Maka na hili jambo, lakini bado lipo. Sasa shida iko Maka, shida ipo kwake. Shida iko wapi? Ipo kwake huyo. Kwa nini tusiliseme hili? Januari umeona faida yake kubwa sana. Umeona faida yake? Tumeghafilikia hapo. Tunatakiwa tuinuke. Ili ujenge nyumba lazima ujenge msingi. Ujenge msingi. Toi. Unaona hapo Ili ujenge nyumba lazima ujenge msingi. Msingi ndio huu. Wallahi hakuna jambo kubwa kama kumpenda Mungu. Tumpendeni Mungu. Alafu tuwapende mitume wake. Kisha tumpendeni kwa dhati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo tuwapendeni wake zake, watoto zake, tuwapendeni maswahaba zake wote. Tafuta ile listi yao maswahaba wale. Na si walillahi alhamd, hapa kila siku ya Ijumaa tano hapa tunafanya uradi mkubwa. Kwa vile tunavyovisoma ni vikubwa. Tunamwanza Mwenyezi Mungu, tunakuja mitume, tunakuja wema wote, tunawasema hapa. Wote. Wema wote tunawasema.
Viko vitabu mtu unavichukua vile, ziko tawasuli za mawali wa Mungu. Hao ndio mtu utaenda huko, utawatafuta, utawajua mawali wa Mungu ni watu gani, ni nani alikuwa ni wali wa Mwenyezi Mungu, ana nini. Japokuwa tutakuja kuwazungumzia Mungu akitujalia nafasi hiyo. Ukishawajua wale, utajua daraja yao, faida yao. Sawa sawa? Itakunufaisha. Januari, lengo langu mimi lilikuwa leo ni kumzungumzia Sayyidina Ali karramallahu wajha, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia aliomba dua. Mtume wa Mungu, hadithi al-Qudsi, hadithi sahihi, mkiitaka semeni ipo, kaomba dua kupitia Sayyidina Ali. Mtume aliomba dua hii: Allahumma bihaqqi aliyin indaka ighfir li Ali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemwombea mtu dua hii: Mwenyezi Mungu, kwa haki ya Ali mbele yako, alivyo Ali kwako, msamehe huyu kupitia Ali. Huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. We niambie, mtume wa Mwenyezi Mungu kweli atumie daraja ya Sayyidina Ali? Inawezekana? Hakutumia daraja ya Sayyidina Ali. Kwanza lilikuwa darasa la yule aliyemfuata mtume. Amemuelimisha ubora wa watu kwa Mwenyezi Mungu, kwamba mimi nitaondoka lakini wapo. Sasa nakuombea dua kupitia wao, Mungu akusamehe wewe. Maneno haya kayasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi ipo. Na uzuri sasa hivi, yani kila kitu kiko open, kiko wazi. Watu wakitaka vitu watafute vitabu. Kuna kitabu kinaitwa Khazinatul Asrar. Nenda kakifunua hicho kitabu, utayakuta haya umo yako mengi sana, mengi, utanufaika vingi sana huko, utanufaika sana huko, utakutana mambo mengi chungu mzima, na vitabu vingine chungu mzima, na mtu ambaye tukilisema jambo atatatizika aje. Ni shahidi zipo mbali mbali. Kwa lolote ambalo umenisikia nimelisema mimi likakutatiza, sasa leo likasema jambo likawa geni, hujawahi kulisikia. Sawa, likawa geni, likaichanganya akili yako, si vibaya kuuliza, bwana wewe ile jambo umelipatia wapi? Mimi nitakwambia nimelipatia wapi. Sijaokota au sijakaa nikafikiria nikatunga. Tumesoma na tumepewa, na haya mambo tunayosema ni sahihi, na walillahi alhamd, yanaleta natija kubwa sana. Yasingeweza kuleta natija kama si mambo sahihi. Lakini anapigwa vita hayo. Ila inshallah ndio njia ilivyo ya haki. Sisi tunasema kwamba ukitaka kujua njoo utaambiwa. Utajuzwa, utaambiwa hili ni hili, umeelewa, nimeelewa. Haya sasa, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamuombea mtu dua. Sawa? Kwa haki ya Sayyidina Ali mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu msamehe huyu madhambi yake. Kama matini yake nitakuwa nimekosea, wasomi wapo watanirekebisha, tutaiweka sawa. Sawa sawa, Sasa tafsiri yake na maana yake ni kubwa sana. Watu tunao, tuwatumie. Kimzungumzia Sayyidina Ali unazungumzia kitu chingine. Sayyidina Umar ni jambo lingine.
Duniani tunaweza tukamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka za Saidina Ali dunia nzima na tukanusurika. Muache mtume mbali. Mbali sana kwa mtume. Kwa tuzirudishe akili zetu zilipokuwa, kama zilighafirika, ziamke. Tuangalie wale waliotufanya mpaka sisi leo tukawa Waislamu. Tukayajua haya. Tuwatizame kwa macho manne wale. Tutanusurika. Tena macho ya kweli, macho ya moyo. Ukweli wa kuwatizama, si kimazoea. Tumewazoea au tumewazoea kuwasema, kuwasoma tu. Ndio maana nikasema jambo la kwanza ni kuwapenda. Wapende. Iweke karibu nao. Watakuweka karibu ya Mungu na Mungu. Watakuweka karibu na Mungu na Mwenyezi Mungu. Siko tunaenda tutafika pahali Sheikh mzee anakuambia ukienda kufanya dua ili nalo nalisema watu wanaita kupinga wapinge. Ndio kazi yao hiyo, wamegewa na Mungu kupinga. Wakati mwingine mzee akasema mkiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombeeni Mwenyezi Mungu kwa kunitaja. Au mkiwa mna jambo kokote mliko nitajeni. Shekhe, mkiwa mna jambo kokote nitajeni. Watu wengi wamepata nafasi hizo. Kuna watu wengi, mtu kapata ajali akapiga ukelele, Sheikh Salim. Aliponusurika najua yeye. Na vingi chungu mzima vimetokea. Chungu mzima. Wale ni wema. Ulimwengu huo tukiingia na tukianza kuzungumzia siku 10 hazitutoshi. Tena tukianza asubuhi mpaka jua likizama. Na usiku wake hazitutoshi. Na tunazungumza kulingana na watu tunaozungumza nao. Ili tuweze kueleweka. Watu hawa wema ndio wenye siri za dunia na za Mungu. Wao washamfikia Mungu. Hawamjui Mungu kusoma. Wanamjua Mungu kiyakini. Kwa hakika. Kimatendo. Yani mtu anamjua Mwenyezi Mungu Januari. Sijui nikwambiaje. Hawajaishia tu kumjua Mungu wala poli. Kuna watu wao wanamjua Mungu kwenye kuweka shada sana kwenye kusoma Qur'ani. Kuchunga hukumu sana, wao ndio wanamjua Mungu kwa namna hiyo. Ayakusika unasoma wala dhalli. Haifai. Useme wala dhalli. Ndio inafaa hiyo. Mbona hujavuta hapo? Mbona hujavuta hapa wewe? Hii bwana haipo. Sawa Ni hapa sio. Sasa darasa letu la leo nimetamani kuwagusia watu wetu wanajawabu na Waislamu wote kwa ujumla jambo hili. Tujikurubishe kwa hawa mabwana, kwa watu wema wa Mwenyezi Mungu. Mambo yetu yatasahilika. Na darasa inshallah tutakuja kulizungumzia darasa sasa la namna la kumuomba Mwenyezi Mungu au vitu vya kuvifanya kuwa karibu nao zaidi. Lakini kwanza ni mapenzi. Ili unikumbushe Januari, mimi huwa nasahau sana. Inshallah. Uje uniambie bwana lile darasa, alafu tuje tulizungumzie. Tuje tuliseme ili watu waende wakatumie. Hiyo sisi ndio kazi yetu. Mimi sina mengi ya kusema zaidi ya haya niliyoyasema.
nadhani wanaonisikiliza watakuwa wamenielewa. Na naomba Mwenyezi Mungu atujalie tuelewe. Amin. Kwa uchache wa haya niliyoyasema. Mwenyezi Mungu ajalie yawe ni yenye baraka na manufaa. Amin. Makubwa sana kwetu. Amin. Masikio yetu yasikie, akili zetu zifanye kazi, mioyo yetu ifunguke na ipokee. Amin. Mwenyezi Mungu atujalie tupokee haya mambo yake. Amin. Na hakika tumpende kweli kwa dhati. Amin. Na Mungu atujalie huba, penzi la kuwapenda mitume wake. Amin. Na waja wake wema. Amin. Na kwa kuwapenda kwao Mwenyezi Mungu atujalie na atukubali. Amin. Duniani na akhera. Amin. Mimi kwa haya machache niliyosema Januari. Niseme al-kamalu lillah. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Right. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nilipoteleza basi watu mnisamehe. Sababu leo na furaha. Okay. So kijumlisha furaha na hili nilolizungumzia, kwa inawezekana ukawa kuna makosa mengi. Basi ya hukumuni ni makosa ya kibinadamu. Okay. Aiwa, makosa ya kibinadamu tumwachie Mwenyezi Mungu, yeye ndio mkamilifu. Naam. Al-kamalu lillah. Al-kamalu lillah. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze kwa kutenga muda wenu wote kuanzia pale ambapo tumeanzia hadi hapa tulipofikia. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana na tunawapenda sana, lakini yote kwa yote yale ambayo ameyazungumzia hapa mahali mtu yafanyie kazi na kuyafuata, hakika tutanufaika na mengi sana. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda na hii ni Jawabu TV. Tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Naam. Naam. Shukran. Shukran sana.